Unatazama Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma. Naam, ni baada ya kutamatika kwa khutba ya Ijumaa katika msikiti wa Lanthis iliyotolewa na Sheikh Ahmed Athman akiongelea kuhusu wakfu na akawaelimisha Waislamu waliohudhuria khutba hiyo mambo mingi sana, lakini tulipata kuwafuata waumini, baadhi ya waumini wa Kiislamu katika msikiti huu kuuliza maoni yao na kipi walichoelimika kuhusiana na mada hiyo ya wakfu. Alhamdulillah, kwa kweli leo mawaidha leo yalikuwa mazito, yametutarabahisha mengi kuhusu Uislamu na kuhusu wakfu. Mambo haya yako na wallahi watu wanajinufaisha na hajui ni moto wala. Leo mashallah Sheikh amefafanua na akatajia baadhi ya misikiti. Wallahi ni ya kusikitisha, leo hata tukitaka kutoa wakfu tutaogopa. Tunajua hii wakfu inaenda kwa mifuko ya watu. Na wasia ni kuwa watu wabadilike. Kitu cha msikiti wakiwaze kitu cha msikiti. Walao ni moto walao. Kuna mayatima, kuna mafukara wapata tabu, ila hali watu wamejisacrifice kutoa hali zao na mali yao kwa ajili ya watu kama hao. Watu kupigania mali za wakfu, jinsi wakfu za Waislamu zinatumika vibaya, na ama kweli kama hapa Nairobi wallahi ni kitu imekita mizizi sana. Katika misikiti mingi utapata kuna vurugu, naona, lakini vile watu wameingiza maslaha ya tumbo, maslaha ya ikhlasi mwatoka. Chote kimetengwa kwa kazi ya msikiti au wakfu ya Kiislamu itunzwe katika njia halal. So hiyo mimi kwa upande wangu nimeridhika, na pia hata mimi nimeona wakati mwingine pia nastahili pia atakutoa sadaka jaria. Wale wametumia mali ya Waislamu katika njia isiyo sahihi, kwanza warudie Mwenyezi Mungu, watumbu dhambi zao, watubie bila Mwenyezi Mungu, amwambie kweli walikosea, na kile kilichobaki kama wameziweka kwa njia mbaya waziregeshe. Mtu akitaka kujiosha waregesha kile ulichochukua. Kuna ile mambo sisi hatukwange tunaelewa sisi kama waumini. Sasa imamu amefanya poa mzuri, pia akatufichulia pia tukaweza kuelewa. Hapo pia mali ya Uislamu ni mzuri kusaidia Waislamu. Saa nyingine sisi Waislamu wa chini tunaumianga na mali inapotea huko, sisi hatuelewi. Sijui dunia tunaelekea wapi. Uaminifu watu wamekosa, sijui ni wapi tunaelekea wallahi. Wallahi wamuogope, maisha ya dunia ni fupi. Tutakula mwisho yake inakuwa mbaya. Amenifundisha namna mali ya Uislamu nachukuliwa, na vile Mungu anataka, anasema tusikule mali ya Uislamu, na inauziwa viongozi wanaangalia wa viongozi wa Uislamu, vile wanasema mali ya Uislamu nachukuliwa kama wakubwa zetu wanaangalia. Siku ya kiyama watakuwa kwa shida kubwa sana, kwa sababu hawasimamie mali ya Uislamu, na hawa ni uongozi wetu, hawa kuna uwezo kufikisha kwa serikali. Hayo yalikuwa ni maoni ya baadhi ya waumini wa Kiislamu kuhusiana na mada iliyotolewa na Sheikh Ahmed Athman katika msikiti wa Lanthis kuhusu wakfu. Nimekuwa wako Abdurrahman Alwi kutoka kaunti ya Nairobi. Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma.